إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala, kumtakia swala na salam kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nusiana kumcha Allah tabaraka wa taala. Baada ya sala hii ya alfajr, tunafanya kalima hii fupi insha Allah taala, na kwa kuwa tuko hapa markaz na tuko wanafunzi, napenda kuzungumza na nyinyi kwa kuwakumbusha, baada ya kuikumbusha nafsi yangu kwa baadhi ya akhlaq za talibul ilmi. Akhlaq talibul ilmi, baadhi ya mambo na tabia ambazo anatakiwa wanafunzi kujipamba nazo. Sawa, sisi ni tulabul ilmi, na ama tulabul ilmi basi kuna adabu na akhlaq alhasana at-tayyiba ambazo natakiwa tujipambe nazo kwa lengo la kupata ilmu yenye manufaa. Wa adabu talib al-ilmi kathiratun, akhlaq na adabu za mwanafunzi zipo nyingi sana. Bila shaka nyinyi ni wanafunzi mnajua, lakini mimbabi tadhkir, katika mlango wa kukumbushana. Jambo la kwanza min akhlaq talib al-ilmi al-ikhlas, ikhlasu niyya. Mwanafunzi anatakiwa uwe ni mwenye kuitakasa nia yako, kumtakasia Allah tabaraka wa taala, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala bilqasdi fi at-ta'a. Unapofanya ibada uwe ni mwenye kumpokesha Allah tabaraka wa ta'ala, usafishe nia yako min jamii shawaib ash-shirki wal-riya'i was-sum'a wa talab hudud ad-dunya. Usome lillahi tabaraka wa taala, usali kwa ajili ya Allah jalla wa ala, na ukifanya jambo lolote la ibada ulifanye kwa ajili yake yeye Allah tabaraka wa taala, bila kukusudia chochote katika starehe za kidunia. Usisome kwa lengo la ria, kujionyesha, sum'a, au usisome kwa lengo tu la kutafuta dunia. Ikhlasu niyya na talabul ilmi ibadatun wa ta'atun, bal huwa a'zamu al-ibadat.
Kutafuta elimu ni jambo la ibada, tena ni ibada iliyokuwa kubwa sana. Walidhalika yaftakiru ila ikhlas an-niyya, inalazimika jambo hili la kutafuta ilmu mwanafunzi au ni mwenye kujipamba na ikhlas, kumtakasia Allah tabaraka wa taala. Anasema Imam Abu al-Aliya rahimahullah taala, ussisa ad-dinu ala al-ikhlas. Anasema dini imeasisiwa juu ya ikhlas. ussisa ad-dinu ala al-ikhlas lillahi wahdahu la sharika lahu. Dini imeasisiwa juu ya ikhlas, kumtakasia Allah tabaraka wa taala ibada zake. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Hadha wa'id shadid. Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha madhara na hatari ya mwanafunzi kutafuta ilmu kwa malengo ya kidunia, kwamba mwenye kutafuta ilmu ambayo hutafutwa kwa elimu hiyo uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya dini, akaisoma elimu hiyo mwanafunzi kwa lengo la kupata sehemu ndogo ya dunia, kwa lengo la kupata starehe za kidunia, basi mtu huyo madhara yake hatopata harufu ya pepo siku ya kiyama. Hii ni waidi shadid ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha na kutahadharisha umma, wa bil khusus tulab al-ilmi, ambao unaposoma elimu ya dini unatakiwa uwe na ikhlas, usome lillahi tabaraka wa taala. Nyinyi hapa kila mmoja, wengine mmetoka sehemu za mbali, mmekuja hapa markaz Imam Ibn Qudama rahimahullah taala talaban lililmi. Kila mmoja anajijua nia yake ikoje. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kwa hivyo kama kuna mtu alikuwa amekusudia kusoma kwake hapa, akimaliza akirudi huko kwao, basi watu watamkoma, watu wapate kumsifia kwamba ni shekhe, ni kadha, na apate kutamba kijijini, basi abadilishe nia. Hii nia si nzuri, hii nia ni mbaya, itakuangamiza. Unasoma kwa ajili ya dunia, elimu ya dini, nia hii ni mbaya sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitahadharisha. Kwa hiyo tusafishe nia zetu tulabu na ilmi katika jambo hili na safari hii ya kutafuta ilmu ambayo ni ndefu na ni safari nzito ambayo inahitaji ikhlasu nia, kumtakasia Allah tabaraka wa taala. Na tutahadhari wanafunzi na jambo la aria, kujionesha, kadhalika na sum'a, kadhalika tusiwe ni wenye malengo mengine ya kidunia katika utafutaji wetu wa elimu. Na unapokuwa na ikhlas, unasoma lillahi tabaraka wa taala, hii ni sababu miongoni mwa sababu za Allah jalla fi'ala kukufanyia wepesi njia ya kutafuta ilmu, na utaipata ilmu yenye manfaa, lakini pia utasonga mbele, utazidi kupanda juu katika darajat za kielimu. Hilo jambo la kwanza katika akhlaq talib al-ilm, al-ikhlas. Al-amru ath-thani taqwa Allah jalla wa ala. Jambo la pili ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Talibul ilmi unatakiwa uwe ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah tabaraka wa ta'ala hiya maqsudu al-a'zam min talab al-ilm.
Takwa ndio kusudio lililokuwa kubwa katika jambo hili la kutafuta ilmu. Unatafuta ilmu ya dini ili upate kuijua dini yako, upate kumjua Mola wako, upate kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili upate kujiepusha na kujikinga na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Na hii ndio takwa. Basi inahitajika wanafunzi ni mwenye kujipamba na ucha Mungu, huwa ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alam, katika hali ya siri kadhalika na hali ya wazi, kama anavyosema tabaraka wa ta'ala, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ucha Mungu ni wasia wa Allah tabaraka wa taala, ni amri ya Allah tabaraka wa taala lil awwalin wal akhirin. Allah ametuamrisha waja wake sisi wa mwisho kadhalika na wale waliokuwa kabla yetu, kuhusiana na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya siri kadhalika na hali ya waziwazi. Kadhalika ucha Mungu ndio wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoutoa kwa umma wake fi akhir hayatihi sallallahu alayhi wasallam, alipoulizwa na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakimtaka Mtume alayhi salamu awahusie, jambo la kwanza kabisa akawahusia, usikum bitaqwallah, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika hadithi ambayo ameitoa Imam Tirmidhi, fatalibul ilmi awla an-nasi bitaqwallahi ta'ala, kwa mwanafunzi ndio mtu ambaye inatakiwa awe mstari wa mbele katika jambo la takwa. Ndio mtu anatakiwa awe ni mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kumcha Allah tabaraka wa taala zaidi ya watu wengine. Na itakuwa ni aibu kwa mwanafunzi unasoma ilmu ya dini alafu unakuwa nyuma, si mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Inakuwa ni aibu, kwa sababu haya ndio unayofundishwa darasani. Unafundishwa kumcha Allah, kumwogopa Allah tabaraka wa taala, na unazijua nusus al-Qur'aniyya kadhalika na sunnatun nabawiyya juu ya taqwa, adilla zinazoelezea ahamiyatu taqwa na madhara ya watu kuishi maisha ya kinyume na kumcha Allah tabaraka wa taala. Unazijua hizi nusus, ukienda kinyume basi wewe unakuwa umefanya mukhalafa uliokuwa mkubwa, wa na'udhu billahi min su'il hal. Na jambo hili la kumcha Allah, mwanafunzi anapokuwa ni mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala fi sirri wal alam, kadhalika ni katika mambo ambayo yatakufanya wewe mwanafunzi uweze kuendelea na kupata elimu yenye manufaa. Unapokuwa katika njia ya kutafuta elimu, jitahidi sana talibul ilmi uwe ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la tatu katika akhlaqu talibul ilmi, al-amalu bil ilmi. Katika tabia ambazo mwanafunzi na adabu anatakiwa kushikamana nazo na kujipamba nazo mwanafunzi ni kuifanyia kazi ya ilmu, kuifanyia kazi ya ilmu anayoisoma. Wanasema al-ilmu bila amali kashajaratin bila thamar. Elimu isiyokuwa na matendo ni kama mfano wa mti usiokuwa na matunda. Mti ambao hauna matunda unakuwa hauna manufaa, watu hawanufaiki nao, kwa maana hawanufaiki na matunda yake kwa sababu hauna matunda. Kadhalika na mwanafunzi au mwenye elimu ambaye hafanyi kazi elimu yake ni kama mti ambao hauna matunda. Fala budda li talib al-ilmi an yuqrina aqwalahu bi af'alihi,
ni lazima mwanafunzi ajitahidi sana kuambatanisha maneno yake na matendo yake. Hakikisha mwanafunzi maneno yako yanakwenda sambamba na matendo yako. Hakadha as-salaf, hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Jitahidi sana mwanafunzi maneno yako yaende sambamba na matendo yako. Usiseme kile ambacho hukitendi, kama anavyokataza hilo Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnayasema ambayo hamyatendi? Kabura maqtan inda Allah, jambo hilo ni jambo lenye kumchukiza sana Allah tabaraka wa taala. An taqulu ma la taf'alun, ni jambo baya, ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala yuwalichukia nyinyi kuwa ni wenye kuyasema yale ambayo msioyafanya. Kwa hiyo jambo la tatu katika akhlaq talib ilmi ni kufanyia kazi elimu yako. Kufanyia kazi elimu yako. Umekuja kusoma hapa, jitahidi sana mwanafunzi kubadilika, kwa sababu al-ilmu bit-ta'allum. Elimu ni kusoma, na kila unavyozidi kusoma ndivyo unavyozidi kubadilika. Hakadha talib al-ilmi. Asinakuwa ni aibu mwanafunzi unasoma, siku zinazidi kwenda, miaka inakatika, unapanda misawa, lakini huoneshi mabadiliko, kwa maana hufanyii kazi elimu yako. Lesh faida lililmi. Sasa kutakuwa na faida gani ya wewe kubaki markazi kusoma ikiwa si mwenye kubadilika, ikiwa si mwenye kutendea kazi elimu unayoisoma? Utakuwa na faida gani? Watu waliokutoa huko kijijini, kijiji chako, kuna watu wametolewa na vijiji, umekuja hapa, kijiji kinakutegemea, ukirudi uende kuwafundisha umma. Haya ndio wewe sasa unasoma, huoneshi athari ya elimu, hufanyi kazi elimu yako. Haya naambia ukirudi kijijini itakuwaje? Kila mmoja anajijua mwenyewe alikotoka nyumbani kwao, ametoka katika hali gani, na wengine ametoka alikuwa ni muhuni, alikuwa na akhlaq sayyi, tabia mbaya, lakini Allah kamuongoa kaja hapa markaz. Sasa watu wanatarajia wewe ubadilike, nasi tunatarajia hivyo kama walimu wako. Ukirudi kijijini, yani watu waathirike na wewe. Wale wenzako uliowaacha katika wahuni na kadha, wakikuona yani waseme kweli dini, yani mtu kishikamana na dini unabadilika. Yani watu wakikuona tu wanajua kabisa umebadilika, si kama zamani. Wanaathirika na Allah tabaraka wa taala anawaongoa watu wengine kupitia wewe. Ni kheri iliyonye. Lakini huwezi kufikia huko mpaka utakapokuwa kwanza wewe ni mwenye kuyafanyia kazi yale unayoyasoma. Ndipo utakapobadilika na wewe utakwenda kuwabadilisha wengine insha Allah taala. Lakini utaweza vipi kuwabadilisha wenzako, kuwatoa katika hali iliyokuwa mbaya, kuwaleta katika hali iliyokuwa mzuri na umridhisha Allah tabaraka wa taala, ikiwa wewe mwenyewe uko ovyo? Ukiwa markazi hapa unaonekana ni mtu mutamassik, walillahi alhamdu, na ibada na kadha, lakini ukirudi kijijini, umeenda ijaza mathalan likizo, mwanafunzi unaishi maisha ya ovyo, unarudi katika madhehebu yako ya mwanzo kabisa ya jahiliya. Huswali, hufanyi kadha, bali wewe katika vikundi vijiweni na kadha ndo mahala pako unapatikana. Yale ya zamani ndo uko nayo. Basi huwezi kuwaathiri watu wa kijijini kwenu abadan, bali wataona wengine wasema sasa huyu kaenda kufanya nini mjini huko. Yani ikiwa huyu ndio kaenda kusoma hapa, kirudi ndio kwanza anaturudisha katika yale ambayo wengine tusahau. Hii si katika adabu za talibul ilmi. Talibul ilmi inatakiwa kuwa ni mwenye kufanyia kazi ilmu, na mwenye kuifanyia kazi ilmu kadhalika mwenye kubadilika na kwenda sambamba na kile ambacho anachokisoma. Ziko nyingi katika adabu talibul ilmi kama tulivyoona, lakini jambo la 4 nataja kwa haraka mambo mawili.
au matatu yaliyobaki inshallah, ili tuweze kumaliza mazungumzo yetu. Jambo la 4, as-sabru wat-tahammulu fi talab al-ilm. Katika adab na akhlaq talib al-ilm ni kuwa na subira na kutahammal mashaqqa na changamoto ambazo zinapatikana katika njia ya kutafuta ilmu. Inahitaji subra. Njia hii ya kutafuta ilmu inahitaji subra na sio njia iliyokuwa nyepesi. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Hajapewapo mja jambo lililokuwa bora zaidi na jambo lililokuwa pana sana kuliko subra. Kwa maana subra ni mlango ambao ulikuwa mpana sana, na talibul ilmi huwezi kupata ilmu pasipokuwa na subra. Lazima huu msingi wa subra na kustahimili changamoto katika njia ya talab, njia ya kutafuta ilmu, lazima uwe ni mwenye kusubiri. Vinginevyo hautaweza kufikia malengo, hautaweza kufika unakoelekea ambako umekusudia ufike. Usiwaone watu wamefika mbali, watu wamepanda daraja katika mistawayati za kielimu, darajati za al-ilmiya. Usione kwamba watu wamefika huko kirahisi, isipokuwa ni baada ya kulazimiana na msingi huu wa as-sabru wat-tahammulu, tahammulu al-mashaqqa fi talab al-ilm. Wanasema al-ilmu la yunalu birahati al-jasad. Kadhalika wengine wanasema la yustata'u al-ilmu, la yunalu al-ilmu birahati al-jasad. Elimu haiwezi kupatikana kwa starehe tu, kwamba wewe umestarehe hupate changamoto yoyote. Huwezi kuipata elimu kwa sura hiyo abadan. Ili uweze kuipata elimu lazima upitie changamoto, upande milima, ushuke mabonde, upite vichakani na kadha, ukanyage miba, ufanye subira, utapata elimu. Lakini vinginevyo huwezi kuipata elimu yenye manufaa. Na kufanya subira si tu kwenye maisha tu, kwamba kwenye upande wa chakula na kadha. Sababu mwingine akisikia kufanya subira anajua ni kutahammali mashaka kwenye chakula, kwamba ukikaa markazi kusoma utakula kila siku ugali na mandondo mchana na usiku, basi inahitaji subira. Yani mwingine anatasawari kwenye jambo hilo tu, kwenye mambo ya chakula na kadha, anatakiwa kufanya subira. Lakini si hivyo tu, kuna sehemu zingine, kuna nchi zingine watu wanasoma wanakula vyakula vizuri kabisa, tayari wanakula milo ambayo hata kwao walikuwa hawapati kwa wazee wao. Watu wanakula nyama na kadha, majogoo, biriani wanabadilishiwa. Lakini bado pamoja na hayo inahitaji subira ilmu. Sasa subira ni mlango uliokuwa mpana, sio tu kwenye chakula, bali hata kwenye kufanya muraja, kuingia darasani, kuamka mapema. Yote haya yanahitaji subira. Usipokuwa na subira, yani ile asubuhi ndio kipindi cha kwanza, ile ndio usingizi unakolea. Usipokuwa makini darasani huingii. Inahitaji subira. Kadhalika kufuatilia na kutabik anzima za markaz inahitaji subira. Vinginevyo unajikuta unapiga bomba, unafukuza markaz kwa sababu ya mikhalafa. Kuachana na kuvunja nidhamu za shule na kadha inahitaji subira. Bila shaka nyinyi ni mashahidi, huenda kuna mwenzako ulikuwa naye hapa lakini sasa hivi hauko naye. Kwa sababu gani? Limukhalafati, kwa sababu kuna mikhalafa ilifanya ilipelekea kumuondosha markaz. Kwa yote haya yanahitaji subira. Kitendo cha wewe kushika kitabu, kujisomea hivi, kufanya muraja na mudhakara inahitaji subira. Vinginevyo ukisoma kidogo mara unahisi uvivu, unafunika kitabu, hakuna elimu hapo. Elimu haipatikani hivyo.
elimu inahitaji subra. Kwa huu ni msingi pia mwanafunzi anatakiwa kujipamba nao, kuwa na subra, na huu ni mlango ambao unahitaji maelezo mengi lakini tumefupisha. Lakini jambo la 5 katika akhlaq talib alilmi, التواضع والسكينة ونبذ الكبر والعجب. Wanafunzi anatakiwa ujipambe na tabia hii adhima ya tawadhu, uwe ni mnyenyekevu na uwe ni mtu mtulivu, kadhalika uwe ni mwenye kujiweka mbali na kujiepusha na sifa ya kibri na kujiona. La yaliqu bi talib alilmi at-takabbur wal-ujb. Haiendani kabisa na mwanafunzi anayesoma dini kuwa na kibri, kuwa na madharau, kuwa dharau waislamu, kuwa dharau wanafunzi wenzake, kuwa dharau mashekhi, kuwa dharau walio juu yake na walio chini yake. Hadha la yaliqu bi talib alilm. Hii haiendani kabisa na talib alilm, kujiona kwamba wewe ndio bora kuliko wengine. La yaliqu bi talib alilm hada, na kujipaisha kwamba mimi ndio mwamba, mimi ndio mtaalamu zaidi na mfano wa haya. Haitakiwi talibul ilmi kuwa ni mwenye kibri na kujipaisha, bali unatakiwa uwe ni mwenye tawadhu, mnyenyekevu, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Allah tafayaye atamnyanyua. Kun mutawadhi'an yarfa'uka Allah tabaraka wa taala. Kuwa mnyenyekevu, Allah tabaraka wa taala atakunyanyua mwenyewe, na wala usijinyanyue, usijipaishe. Kuwa mnyenyekevu, hakadha talibul ilmi. Hivi ndivyo inavyotakiwa mwanafunzi aishi maisha ya tawadhu, maisha ya kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala, na usiwe ni mtu mwenye kibri. Anasema Ata rahimahullah taala, al-izzu fi at-tawadhu, al-izzu fi at-tawadhu. Utukufu hupatikana katika jambo gani? Katika unyenyekevu. Ili mtu apate izza ni sharti awe mtawadhi. Unatakiwa uwe mtawadhi, mnyenyekevu, na usiwe mutakabbirun, mwenye kibri na mwenye kujiona na madharau. Hizi ni tabia chafu ambazo haziendani kabisa na tulabul ilmi. Lakini ma'al asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, utakuta muadham talabat alilm, baadhi ya tulabul ilmi na waliokuwa wengi tena, saa zingine unakuta hii tabia ya kibri ni maradhun shadidun wa khatirun, maradhi mabaya ambayo yamewakumba na kuwasibu wengi katika tulabul ilm. Kibri, madharau, kujiona. Ngie sasa ameshatoka kijijini huko, ameshakuja hapa mjini, amesoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, basi anataka kutembelea vidole, takabburan wa ujban, na kuwadharau wengine wote, na kutaka sasa kujipaisha. Anataka kujiweka sawa na wale waliomzidi kielimu. Ambia na mimi tayari nimeshasoma sasa hivi, na mimi shekhi hapa. Kwa hivyo hapa sasa hivi akisema Sheikh Abu Nuwaira qala Sheikh, na mimi pia mtakuwa mseme qala Sheikh. Huu ni mfano sawa, kwamba mtu anataka kujipaisha na kujiweka manzila ambayo hajafika. Hii si tabia iliyokuwa mzuri ambayo mwanafunzi anatakiwa ajipambe nayo. Katika madharau ambayo wako nayo wanafunzi ni ile kutokuwaheshimu mashekhe na duati wa da'wa salafia, na kujiona kwamba na wao washasoma tayari na wao wako sawa nao. Hadi maradhi mabaya sana, naudhu billahi min su'il hal. Kwa huu ni msingi mkubwa, lakini pia tumeufunga naelezea kwa ufupi, lakini zingatia kwamba mwanafunzi kuwa mnyenyekevu, lakini pia uwe ni mwenye kujiepusha na kibri
na kujiona. Zimekuja nususi nyingi zikielezea madhara na hatari ya kibri, na kwamba al-kibru kabiratun min kaba'iri dhunub, ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Inatakiwa Muislamu wa bil khusus talibul ilmi kuwa ni mwenye kujiepusha na sifa hiyo. Lakini jambo la 6 na la 7 na la mwisho katika akhlaqu talibul ilmi, ihtiramu al-ulamai wad-duati, kuwaheshimu maulama wakubwa kadhalika na mashekhe na maduati. Inatakiwa mwanafunzi ajipambe na tabia hii, kuwaheshimu na kuwasikiliza na kuzingatia nafasi zao, kwa kujua kwamba hawa ni warithi wa mitume, kama alivyobainisha hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ulamau warathatul anbiya, kisha walio mfano hao. Kwa hivyo unatakiwa mwanafunzi kuwa ni mwenye kuwaheshimu maulama unaposoma vitabu vyao, kadhalika unaposikiza fatawa zao, kadhalika na maneno yao na taujihati zao, uwe ni mwenye kuheshimu kwamba hadha kalamu ulama, haya ni maneno ya wanachuoni, na usiwe ni mwenye madharau, usiwe ni mwenye kudharau maneno ya wanachuoni na kuwadharau wenyewe wasemaji hayo maneno. Kadhalika maduati na mashekhi walimu zako, uhakikishe kuwa ni mwenye kuwaheshimu na kuzingatia nafasi zao. Wata'addubu ma'a shaykhi wal muallim, hii ni jambo la 7. At-ta'addub, kuwa na adabu kwa mwalimu wako na shekhi wako, baada ya kuwaheshimu maulama na mashekhi na maduati, lakini bil khusus, yani hata kama hawa mashekhi ambao hata kama si walimu wako, lakini maadamu unajua kabisa kwamba hawa ni mashekhi ambao wamesoma elimu ya dini, wanafundisha dini, wanafanya kazi ya da'wa, unatakiwa uwe ni mwenye kuwaheshimu. Na usiseme kwamba hawa si walimu wangu, la, maadamu ni mashekhi na ni walimu walinganizi wa dini, unatakiwa uwe ni mwenye kuwaheshimu, na watakapokuwa ni wenye kushikamana na haki na da'wa hii, da'wa salafia, fahadha min babi aula. Lakini jambo la mwisho, kuwa na adabu kwa walimu wako na mashekhe zako ambao umewajalis, ambao uko nao, wanakufundisha na kukulea kuanzia chini kukupandisha juu. Kuwa na adabu. Bil asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, utakuta baadhi ya wanafunzi wanauvunja huu msingi, wanakosa kuwa na adabu. Wanakuwa na miamala mibovu na walimu wao na mashekhe zao, hawaheshimu mashekhe zao, hawazingatii nafasi zao. Hii si tabia nzuri ambayo inatakiwa mwanafunzi kujipamba nayo. Kwa hivyo ndugu zangu wanafunzi, tujitahidi sana kuyazingatia haya ambayo tumeyasema, ambayo ni machache lakini yanahitaji muda wewe kuweza kuyafanyia kazi, lakini pia na taufiki, inahitaji taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tuwe ni wenye kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala taufiki wassadad, atuwafikishe tuwe na adabu kwa walimu wetu, tuwe na adabu kwa wazazi wetu, tuwe na adabu kwa wakubwa zetu, kwa jamii zetu, lakini pia tuwaonee huruma wadogo zetu. Hakadha tulabul ilmi, haya ndio maisha ambayo anatakiwa aishi mwanafunzi anayesoma elimu ya dini. Wallahu ta'ala alam, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala